jumla ya watu duniani wanaofariki kwa ajali ni zaidi ya 1,200,000. Makosa yenyewe ni mengi kabisa, naona hawaga hatuonewi. Tumejifunza vitu vingi, istoshe imetustua hata sisi wenyewe ambao tulikuwa tumepigwa dolo hatuelewi sheria hizi. Takwimu zinaonyesha pia kwamba wanaoathirika ni watoto wa miaka 5 hadi vijana wa miaka 29. Kabla ya kumpatia dereva wako chombo, jiridhishe basi ana leseni, amepata mafunzo ya usalama barabarani, ana sifa zile za kuwa dereva. Kwanza niwe na umakini ninapotumia chombo changu cha moto. Yes bana, hii ni Ayo TV na millardayo.com, na taarifa ya leo ni kwamba Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT kimeweza kuandaa mafunzo kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi hapa katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma. Kimeandaa mafunzo maalum kwa madereva pikipiki maarufu kama bodaboda pamoja na madereva wa magari madogo aina ya mchomoko. Kubwa zaidi ni kuweza kutoa elimu hususani ya usalama barabarani. Tumeona mara nyingi sana kumekuwa kukitokea ajali zikihusishwa na madereva pikipiki na saa nyingine kuhusishwa na magari madogo aina ya mchomoko. Kwa hapa Kasulu ni maarufu sana. Sasa leo chuo hiki cha usafirishaji NIT kimeweza kuandaa mafunzo maalum, lakini mafunzo haya ni mafunzo kwa siku 5 mfululizo, kubwa zaidi wakiwa wanaenda kuongea na madereva pikipiki vijiweni pamoja na madereva wa magari madogo katika maeneo yao ya kazi. Na hapa na kupitisha kidogo uone wakifafanua zaidi kuhusiana na hili ambalo limewaleta hapa mkoani Kigoma, hususan katika wilaya ya Kasulu kwa ajili ya kutoa elimu. Kubwa zaidi ni usalama barabarani wakiwa naendesha vyombo vyao vya moto. Naitwa Godlisten Msumanje, mkuu wa kituo cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani. Tuko hapa Kasulu mkoa wa Kigoma kwa ajili ya utoaji wa elimu ya usalama barabarani kwa watumiaji wa barabara. Makundi ambayo tumeyafikia ni wanafunzi wa shule za msingi 13, lakini vile vile madereva bodaboda na bajaji na dereva wa magari madogo kwa huko Kigoma wanaita mchomoko. Lengo kuu la kukutana na makundi yao kuwafikia elimu hii ni ili wawe na matumizi sahihi ya barabara. Lakini pia tumewafundisha kwa hawa madereva bajaji na bodaboda, siku ya leo tumewafundisha kanuni za au falsafa za udereva bora, ambao tumefundisha kanuni 5 za usalama za madereva bora, lakini vile vile tumewafundisha mbinu za kuwa salama barabarani. Tumewafundisha uzingatiaji wa sheria, kanuni na michoro ya barabarani. Kwa mujibu wa takwimu za usalama barabarani, Shirika la Afya Duniani WHO wametoa ripoti ya mwaka 2023. Wametoa takwimu ya kwamba kila mwaka jumla ya watu duniani wanaofariki kwa ajali ni zaidi ya 1,200,000, na wanaoathirika zaidi ni madereva au watumiaji wa pikipiki na bajaji. Sasa kundi hili kwa takwimu ni 30% wanaokufa kila mwaka na ajali za barabara. Lakini kundi lingine linaloathirika zaidi ni kundi la watembea kwa miguu. Hawa ni 25%. Ukichukua 25% ukijumlisha na 30%, unaona kabisa ni zaidi ya ni karibia 55% wanaokufa kwa ajali za barabarani. Takwimu zinaonyesha pia kwamba wanaoathirika ni watoto wa miaka 5 hadi vijana wa miaka 29. Na kundi lingine linaloguswa ni kundi la nguvu kazi ya taifa, kwa maana umri wa miaka 18 mpaka 59. Hii ni 2 ya 3 ya ajali zote zinazotokea. Unaona kabisa ni athari kubwa katika ulimwengu, lakini katika taifa. Lakini vile vile kwa takwimu hizo, Tanzania katika hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kama mdau
na mkereketo wa masuala ya usalama barabarani, alitoa hotuba yake ya masikitiko sana alipokuwa anafunga mwaka na kukaribisha mwaka mpya, ya kwamba jumla wa Tanzania waliofariki katika ajali za barabarani pekee mwaka 2024 ni 1715. Hawa ni wa Tanzania waliofariki kwa ajali, lakini pia kundi linaloongoza ni hawa pikipiki na bajaji, lakini vile vile walio majeruhi sasa ni 2700. Takwimu za mwaka jana tu 2024. Kwa hiyo tunaona tukijumlisha 2700 ukijumlisha 1715 ni zaidi ya watu 14,000 ambao wamepata madhila au madhara ya ajali za barabarani kwa mwaka 2024 pekee. Sasa ukiangalia kama tusipofanya chochote kwa miaka 10 ijayo, ni zaidi ya watu 40,000 Tanzania pekee watakuwa wamepata madhila ya ajali za barabarani. Kwa maana waliofariki kwa miaka 10 ijayo kama tutafanya chochote, kwa takwimu hizi ni zaidi ya watu 17,000 watakuwa wamepoteza maisha, na watu zaidi ya 20,000 watakuwa wamepata ulemavu au madhila mbalimbali ya usalama barabarani. Kwa hiyo ndio maana pia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeamua kuanzisha kituo cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani ili kuendeleza elimu hii, kufanya tafiti, lakini vile vile kutoa ushauri katika masuala ya barabarani. Kwa elimu hii iliyotolewa leo hapa stendi ya mabasi Mrusi, inaweza ikasaidia zaidi ya asilimia, naweza nikasema 60 ama 70, kwa sababu madereva wengi walikuwa hawana mwamko na mafunzo kama haya. Leo wamepata mwamko, na inategemea kuanzia sasa na kuendelea watavutika wao na watakwenda kwenye vyuo vya udereva kupata elimu na mafunzo sahihi, na mwisho wa siku watakuwa madereva bora na madereva wenye sifa maalum. Nikiripoti kutokea katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma, mimi naitwa Dreams TZA wa AyoTV na millardayo.com.